Na Yesu akiwa pale Gethsemane, maandiko inasema ya kwamba akiwa na uchungu kwa sababu hakujua vile atakavyomwokoa mwanadamu. Na alikuwa anaangalia process, anaona kabisa hii kitu ni ngumu zaidi. Ilikuwa ni ngumu kwake pia akiwa mtoto, hata kama alikuwa mwana wa Mungu. Hii process alikuwa anatazama kiroho. Anaona ya kwamba nitadhihakiwa lakini sitafanya chochote. Nitakuwa na uwezo wa kutenda miujiza lakini itabidi nitulie tu ili process ya kuokoa mwanadamu na ili uweze kukamilika. Na maandiko inasema ya kwamba wakati ule Yesu alikuwa anaombea hilo jambo, alipokuwa analiombea, aliomba mpaka matone jasho yake ikakaa matone ya damu. Ni kudhihirisha ya kwamba hakuna mtu mwingine ashawaipitia uchungu ili ambayo Yesu alipitia, kwa sababu Yesu na akiwa mwana wa Mungu jasho yake ikakuwa baba ni matone ya damu. Nataka niongee na mtu ambaye anapitia uchungu ambao umepita uwezo na nguvu zake na vile anavyofikiria. Nikwambie ni wakati wako wa kutulia tu. Ni wakati wako ujue sio wewe wa kwanza. Ni wakati ujue hauko peke yako. Ni wakati ujue kuna Mungu ambaye hakubalishi kitu ikuje tu ajiangalie mtu akiteseka, bali anapoleta jambo ni la kukuunda na kukutengeneza ukuwe chombo kizuri zaidi. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akalia, matone ilikuwa inatoka ni ya damu. Akamwambia Baba, kama itawezekana kikombe hiki nikiondolee. Lakini maandiko inasema, lakini akasema kama ni mapenzi yako, lakini mapenzi yako yatendeke. Wakati mwingine tukiwa katika pain ambayo imepita uwezo wetu, niko hapa nikuhakikishia kwamba katika uchungu wako, kile kitu ambacho kinahitajika katika huo uchungu mwingi ambao haujui utafanya nini, ni Mungu tu akutie nguvu. Mungu atakutia tu nguvu ili uendelee mbele. Ni ili process yako itakapoisha ndio uenende katika the next level. Na maandiko inasema ya kwamba Yesu akiwa pale Gethsemane, akakuja akachukuliwa na akaenda kusulubishwa. Na ninataka nione uchungu wa kukomboa mwanadamu. Yesu akiwa pale msalabani na akiwa watu wanamdhihaki, watu wakamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu si ungetenda miujiza saa hizi. Kama wewe si mwana wa Mungu si ungejiokoa. Ulikuwa unasema utaharibu hekalu na siku 3 na uijenge hekalu na ulijenge na siku 3. Sasa hivi jikomboe. Watu wakawa wanamnena mambo mengi. Kuna sometimes Mungu hukubali dunia ikunene mambo ya kila namna, kwa sababu mambo yako ile una uwezo hauifanyi. Ni process yako ya kubadilishwa, ni process ya kupelekwa katika level nyingine, kwa sababu katika ufalme wa Mungu kila kitu kizuri ni lazima ulipia gharama, mpendwa. Na ndio unaona wakati mwingine hii uchungu iko too much. Na akiwa pale msalabani alikuwa na wezi wawili, hata wale wezi walikuwa pale. Bado mwezi mmoja akamwambia, na sasa wewe si ujiokoe, na sasa wewe si ufanye jambo, na si ulikuwa unajiita mfalme wa Wayahudi. Lakini mmoja wa wezi akamwambia Yesu, wewe tumesulubishwa, haujafanya kitu chochote, haujakuwa pamoja nasi. Mungu akamwambia yule mwizi, leo utakuwa na mimi katika paradiso. Nataka niongee kuhusu huyu mwizi, kwa sababu wakati mwingine unaweza ona mtu ni muovu, unaweza ona mtu kwamba anafanya. Kuna kitu ambacho huwa kinanichangaza zaidi katika ile hali wakati ule Yesu alikufa. Ndio walikuwa wamefikiria ya kwamba ameachiliwa na Mungu, na ndio walikuwa wagemdhihaki kwa sababu wako katika uchungu. Hata kama uko uchungu watu wanaweza fikiria umeachiliwa, lakini maandiko inasema kulikuweko na giza masaa 3. Na maandiko inasema ilipoisha Yesu akafa. Kuna mambo manne yalitendeka, na mpendwa, ndio ningependa nikujulishe ambaye alinishangaza. Na jambo la kwanza, wakati ile Yesu alikufa, kuna jambo la kwanza lilitendeka, ya kwamba curtain ya hekalu ilipasuka kutoka juu hadi chini. Inamaanisha ya kwamba wakati ule process ya uchungu inapoisha, Mungu anakuanga amekubadilisha in such a way. Ushirika na kuenda kwake utakuwa unaingia kwake wakati wowote. Utakuwa ukitaka kuenda kwake niko karibu. Itakuwa ni wakati ule unamhitaji, unamnenea. Hekalu lilikapasuka, na ili mkile yote angetaka
kuenda mbele za Mungu angeenda. Hekalu kitambaa kitakuwa kimepasuka, ya kwamba kile kitu katika anga, ile baria inaweza kuwa ya kukuzuilia upatane na Mungu. Maroho ya angani yale yanaweza kuwa yanazuilia upatane na Mungu. Juu ya kupitia pain, Mungu atakuwa ameyapasua. Wakati ule uchungu imefika mwisho, maandiko ikasema wakati ule Yesu alikufa, ati dunia ilitingizika. Ninataka niongee na mtu, nikwambia wakati ule hiyo uchungu utapitia ifike mwisho na kilele zaidi. Kuna dunia Mungu atatingiza, na dunia ni kusema ya kwamba madhabahu ile imetutesa itatingizwa na nguvu za Mungu. Madhabahu ya kila namna iliyoinuka, maandiko inasema ya kwamba wakati ule sasa kaburi lilifunguka na watu wakaanza kutoka. Maaskari waliokuwa pale karibu, wakati ule giza ilikuwa masaa 3, hawakuwa wamejua ya kwamba huyu jamaa ako na Mungu. Kuna miujiza ingine Mungu atatenda na watu wakuwe wako na roho ngumu, hawaoni Mungu. Lakini wakati ule hii miujiza 4 ilitendeka, hata watu walisema kwa kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kuna watu watakiri ya kwamba uko na Mungu, kwa sababu wakati ule watakuwa sasa umetulia, Mungu akutengeneze. Kiwakati wa kukufa ni wakati wa kutengenezwa, ni wakati wa kubadilishwa, ni wakati ule huonekani. Watu wakaanza kusema sasa, si tuliwaambia huyu sasa alikuwa kama angekuwa mwana wa Mungu hangekufa. Lakini Mungu wakati mwingine anaweza pia dunia iseme mambo kila namna, lakini siku ya 3 ukweli ni kwamba akajitokeza kwa Mary Magdalene na alikuwa amefufuka. Glory nyingine itakuja. Nataka nikwambie wewe unapitia uchungu, kuna another glory inakugoja. Ni Mungu atakutia nguvu tu. Watu watasema kila kitu, utaona kama umeachiliwa, lakini ni process ya kubadilishwa. Wakati Mungu anapotubadilisha inakuanga ni vigumu mambo yetu kama yako sawa. Tuelewe vile Mungu anataka, tuelewe sauti yake na kuifuata, tuelewe kunyenyekea kwa Mungu ili Mungu atunyenyekeze. Wakati mwingine analeta uchungu itakapotuwezesha kuwa na namna na wakati wa kumsikiliza na kufanya mapenzi yake ili atubadilishe tuweze kuandamana na yeye. Yesu akapewa glory tofauti na ili maisha yake yakaitwa Mesia.